Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, mwanafunzi mwaminifu Yesu Kristo, nikukaribisha tena katika mwendelezo wa somo letu refu Bwana ametupa kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Somo lililopewa kichwa cha habari ujue mpango mkakati wa kuzimu ulioandaliwa kwa ajili ya kuiteka dunia nzima, ili ikiwezekana wanadamu wote kama sio 98% waende kuzimu. Na kifupi tu ni kwamba kwa mkakati huu wa Ibilisi kwa kutumia nyanja nyingi sana za maisha, kuna uwezekano 98% ya wanadamu wakaishia jehanamu ya moto. Jua siri hii na mbinu na mikakati mingi ambayo shetani anaitumia, ni kukaribisha tena katika mwendelezo wa somo, na leo tutaanza kuangalia mbinu hii nyingine ambayo ni shetani anaitumia sana sasa kujiingizia mabilioni ya roho kuzimu, mbinu ya mpira. Na kwa kuanza, nianze sana kuwasihi wale wanaojiita wa Kristo na kuwatahadharisha dhidi ya mpira, iwe ni ushabiki au ni uchezaji wa mpira, vyote kwa sasa viko mikononi mwa shetani. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mshabiki damu wa mpira, uwezekano wa kuingia mbinguni ni mdogo. Iwe ni mchezaji leo hii, uwezekano wa kuingia mbinguni ni mdogo sana. Ni mwalimu Chris Deogratias, nikukaribisha sana katika mwendelezo wa masomo yetu, na nianze kwa kumwalika Roho Mtakatifu ili yeye awe kiongozi wetu leo hii na katika somo letu, ili tuweze kuelewana, yasiwe ni mawazo ya mtu bali kawe ni ujumbe wake. Kama vile ilivyo ada, ni kwamba ni yeye ndiye anayetupa ujumbe na yeye ndiye ambaye anatuwezesha kuleta kwako na kukuwezesha pia kuweza kuelewa. Kwa hiyo lazima tumwalike yeye, ili yeye ndiye apate kutawala, yeye ndiye apate kutuwezesha kukuletea ujumbe kwako. Baba yangu na Mungu wangu mwema, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu tena. Bwana, umetufanya kwa hai machoni pa nchi, ili tuendelee kujifunza makusudi yako na neno lako, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ile siku ya hukumu yako ya kutisha iliyo ya haki, ambao Bwana hautaangalia uso wa mtu bali utaliangalia neno lako. Tazama, iko mbele zako sasa, naye mtazamaji na mwanafunzi mwaminifu yuko tayari kujifunza na kupokea ujumbe. Roho Mtakatifu ni mwalimu, tunakukaribisha sasa. Fungua fahamu zetu, fungua akili zetu na mioyo yetu, na maarifa yetu yakapate kuthibitika machoni pako. Najikabidhi kwako na mkabidhi na mwanafunzi mwaminifu, ukawe nasi hata mwisho wa somo hili. Zaidi ya yote, tusifanye kuwa wasikiaji bali na waelewaji, watendaji wa neno lako. Kwa jina lako lenye nguvu ninaomba, amen. Ieleweke, ni mwalimu Chris Deogratias. Channel yetu inajulikana kwa jina la Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Nikukaribisha sana. Kama ni mara yako ya kwanza unasikiliza video hii, basi nikusihi sana, jambo la kwanza, hakikisha unajiunga nasi au kwa kusubscribe, kwa kugusa mahali pale imeandikwa subscribe, kisha ikitokea alama ya kengele, basi gusa tena kwa mara nyingine, ili uwe umejiunga pamoja nasi, ili Bwana anapotupa ujumbe tunapoleta kupitia mtandao uweze kukufikia moja kwa moja. Kwa na mimi pia nikusihi, muda si mrefu tutaanza kuwa na shuhuda nzuri kupitia channel hii. Na niseme, kama ni mara yako ya kwanza, channel yetu ni kwa ajili ya mafundisho ya wokovu. Tena sio wokovu wa bandia, wokovu wa kusema umeokoka hali unavaa machain, unavaa mahereni na mawigi. Hapana. Na niseme tu, kuna ndugu wengi sasa kwenye makanisa ambayo pia mwanzoni alianza vizuri, ndio yaliyokuwa makanisa wokovu, lakini kanuni za Mungu, kanisa linapoacha njia zake naye huwa analiacha. Kwa makanisa mengi leo hii yamebaki na majina mazuri, yanajinadi makanisa ya wokovu, lakini yameiacha injili ya utakatifu. Wewe ambao uko umejifariji umeokoka, lakini uko kwenye maisha ya wokovu, huku unafanya machukizo, wanawake kuvaa suruali, kujipodoa, kujipamba, unajidanganya mwenyewe. Mungu hadhihakiwi. Neno lake ni kweli, naye atahukumu kwa mujibu wa neno lake. Kwa hiyo nikusihi sana,
Karibu katika channel yetu, hakikisha una subscribe, na tuna masomo mengi yaliyokwisha kutangulia, lakini pia yako mengi ambayo Bwana anazidi kutufunulia ambayo tutaendelea kuyaleta kupitia channel hii. Kwa hiyo nikukaribisha sana kama ni mara yako ya kwanza, ni kama pia ulikuwa nasi kwa kipindi masomo yaliyotangulia, basi nikukaribishe zaidi sana. Usikose kusubscribe, usisahau kulike, lakini pia usisahau kushare. Watu wako busy na shetani ametumia hiyo ni mbinu nyingine kuwafanya wanadamu tuwe busy sana na maisha. Hatuna hata muda wa kujiandaa kwa ajili ya maisha ya milele. Kwa hiyo jaribu kushare kama ndugu yako unampenda. Basi tulisema zawadi nzuri ya kumpa ni kumpa habari njema zitakazomwezesha kubadilisha njia zake, lifestyle yake, na mwisho wa siku akaingia mbinguni. Hiyo ndio zawadi yenye maana katika nyakati hizi za hatari. Maana tukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wake wa 12 anasema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Kwa hiyo ni nyakati mbaya sana, nyakati ambazo mtu anayefanya mapenzi ya ibilisi katika dunia hii ndiye tajiri, ndiye aliyefanikiwa kwenye michezo, ndiye anayefanikiwa kwenye kilimo, ndiye anayefanikiwa kwenye mambo mengine yote. Watu 100 wanaweza kashindwa kujenga jengo kwa ajili ya ibada, lakini mtu mmoja tu shetani anamfungulia milango ya fedha, anajenga kasino la kuhifadhi makahaba wa mji mzima. Tena anatumia miezi mitatu, huku watu 100 wakatumia miaka mitatu. Anachokifanya shetani, anapigana vita na mtu ambaye anajua huyu atafanya jambo ambalo litapelekea kumkimbia katika hukumu ya nini, ya jehanamu ya moto. Lakini ukiwa unafanya mambo yanayompendeza, basi shetani anakufungulia milango ili uzidi kupotea. Ukiona unaneemeka, ujione unastawi, kumbe unazidi kujiangamiza. Lengo la shetani aipate roho yako. Kwa hiyo anaweza akakupa mali za bandia, ukafanya dhambi fulani, atakupa mali kweli, ujiunge na vyama vyake, utaona kweli, unaweza kuona ni maarufu, nchi nzima wanakufahamu, dunia nzima wanakufahamu, lakini alichokikamata kwako shetani ni nafsi yako iliyo ya thamani kuliko chochote. Kwa hiyo usione dunia hii. Kweli wako walienda kwa waganga, leo wanafanya biashara kubwa kubwa. Wako waliolima wakazindika kwa nguvu za kishetani, ndio waliovuna. Yule mwingine ambaye hayuko kwenye maombi, hana nguvu ya imani, hakwenda kwa mganga, anaona havuni. Nienda kushuhudia sehemu fulani, akina mama wanaenda kujifungua, wengine wanashuhudia kwamba waliopitia ushirikina wakatumia madawa ya kienyeji wamefanikiwa kiurahisi, wanarudi na watoto. Lakini wale waliosema waendi kwa waganga ndio wakakutana na mambo magumu. Hata wakitoka kila mmoja anasema wewe usipofanya utapatwa na hili. Niliwahi kwenda Meatu mwaka fulani, nikakuta askari fulani walinipa ushuhuda, wakasema wenzake walienda kufanya ushirikina, wakawa na dawa zinawezesha kuwa active muda wote, lakini yeye mmoja akawa amekataa. Mwisho siku yake ya kwenda kufanya lindo benki, akajikuta wakamfanyia ushirikina, akasinzia, akalala kabisa usingizi. Kwa hiyo shetani anajaribu kuwatengenezea mazingira magumu sana watu ambao wanatamani katika nyakati hizi kumpendeza Mungu. Angalia, hata ukikaa barazani unaangalia TV yako, unachokiona kinakushawishi dhambi. Ni gari linatangazwa inauzwa, lakini pembeni kwa mwanamke hajavaa nguo. Inamaanisha nini? Kuna uhusiano gani kati ya gari na mwanamke kutovaa nguo? Au niliona wakati fulani kombe la dunia wanaenda kukabidhi, wamebeba wanawake wako uchi. Kuna uhusiano gani? Waliocheza ni wanaume na hata walio mezani ni wanaume, lakini kombe linabebwa na wanawake wako uchi. Kwa hiyo dunia, shetani anatengeneza mazingira magumu. Mazingira magumu katika kila eneo ili apate roho nyingi za wanadamu. Ndivyo hivyo ilivyo, na shetani amejiingiza katika nyanja zote za maisha. Leo katika somo hili mfululizo wake tutaenda kuzungumza shetani, jinsi mpira unavyomwezesha shetani kupeleka mabilioni ya roho kuzimu, na amefanikiwa kupitia mpira. Amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kama katika mwanzo wa somo letu tulisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 7. Baada ya shetani kufukuzwa mbinguni, alishuka duniani mwenye hasira, na akijua wakati wake ni mchache, basi akaamua kutumia mbinu nyingi. Amejiwekeza katika kila nyanja ya maisha. Hakuna ambapo huwezi kumkuta. Nenda kwa wasomi ili wapate vyeo, uliza. Nenda kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara sana, wanafahamika, uliza.
wanavyofanya biashara zao. Leo labda imetangazwa tenda, ni madereva nahitaji muondeshe mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Nenda kwa madereva waulize jinsi walivyopata kazi, jinsi walivyopata vyeo. Angalia wanaocheza mpira ambao tutaenda kuzungumza katika somo letu. Angalia wanaobeti. Nafikiri sasa hivi utaweza kusikia hata kwenye radio watu wanatoa mganga anasema kama umebeti sana ukuwahi kupata, nipigie simu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza, kama hauelewi hautaelewa mpaka siku utakaposogea mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Lakini wakuelewa, elewa sasa, na uliokuwa hujui lakini unatamani kuelewa hayo mambo, hizi siri na mbinu na mikakati ya kuzimu inayotumika na shetani kuteka mabilioni ya nafsi kwenda kuzimu, basi nikukaribisha sana katika channel yetu. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare kwa marafiki zako. Wengi hawajui. Wengi sasa hivi wanafikiri mpira ni kipaji. Hapana. Vipaji vilikuwa zamani, miaka ya 2000. Tulisema katika mwanzo wa masomo, nyanja nyingi sana za maisha miaka ya 90 kurudi nyuma shetani hakuzimiliki. Watu walifanya kwa vipawa walivyoambiwa na Mungu wao. Lakini kuanzia miaka 2005 kuja huku juu, ushirikina umeteka nafasi. Karibia 98% ya programu zinazoendelea duniani ziko mikononi mwa adui. Kwa leo tunaenda kuzungumza kwa kifupi sana kuhusiana na mpira, jinsi gani kuzimu imejiingiza kwenye mpira, na mpira sasa umegeuka kuwa ibada ya sanamu, umebadilika kuwa Mungu. Mpira ndio umekuwa mungu wa dunia sasa hivi. Kwa hiyo unapeleka 98% za watu tunaowazika, kwa kuwa hawakosekani kuwa washabiki. Wakati tuko wadogo, ulikuwa huwezi kumkuta mzee anashabikia mpira, au anakuambia hata timu, mtajie timu 2-3, anaweza kataja akajua tu zile za kitaifa zinazovuma sana. Lakini au mwanamke yuko kwenye uwanja wa mpira anaangalia mpira au anashabikia mpira, lakini sivyo ilivyo sasa. Sasa hivi hakuna mtoto, hakuna kijana, hakuna mzee. Utakuta mzee kazeeka, kabakiza meno mawili tu mdomoni mwake, lakini ana uwezo wa kushambulia mpira. Utafikiri ni kocha wa taifa. Anafahamu kila kitu, kanuni zote anazijua, wachezaji wote anawajua, ratiba za mechi zote ziko kichwani. Halafu hata aliyeshinda kombe fulani, ni Premier League, kombe la Ulaya, mimi hata sitaki kufuatilia, kwa sababu najua sasa hivi siwezi nikashangilia. Kama unamshangilia mtu anafunga goli na kufanyia ishara ya ushetani, maana yake nikimshangilia ninamtia Mungu wangu wivu. Kwa kuwa anapotoa zile ishara, mfano mmoja anafunga goli, hawa anaweza kaziba jicho, au anafanya ishara yote ya kishetani. Wengine wananyosha vidole, wengine kuna ishara nyingi sana. Wakorintho anasema hakuna alama au sauti isiyo na maana duniani. Kwa hiyo wanaisalimu miungu yao, kama ni miungu ya Illuminati, kama ni miungu ya Freemason, kama ni miungu ambayo ni Lucifer mwenyewe au kwa vitengo vyake. Kwa hiyo tunaona hizo alama zinatumika kama ishara. Kwa hiyo nikimshangilia huyo mchezaji, manake kwa kuwa Biblia ukisoma Zaburi ya 84 mstari wake wa 11, Biblia inasema heri yake mtu yule ambaye nguvu zake zatoka kwa Bwana. Kwa uwe ni msanii, uwe ni mchezaji, uwe ni mchungaji, si unajiita ni nabii, lakini heri yako ikiwa nguvu zako zimetoka kwa Bwana. Kwa kama ni mchezaji wa mpira, kipaji chako hakikisha ni kile cha asili, sio cha kupewa na shetani. Hapana. Utanufaika hapa duniani, utashangiliwa, dunia nzima itakufahamu, lakini baada ya kufa moto wa milele unakusubiri. Ndio maana Yesu akasema itakufaidia nini ukipata dunia yote halafu kaipoteza nafsi yako? Furahi leo, ishi kama mfalme katika dunia hii, lakini nikuhakikishie aliyeishi akamaliza maisha yake katika dhambi, hali aliyonayo sasa, laiti tungepewa nafasi ya kufunuliwa hata sekunde 2 tuone, ungekimbia vyeo, usingeenda kwa waganga, usingetafuta mali kwa kuua wengine, usingetafuta kipaji cha kuonekana wewe ni mchezaji bora kwa kwenda kuzikwa kwenye kaburi, kwa kwenda kuzikwa kwenye jeneza, au kufanyiwa matambiko, au kuzindika viatu vyako, au jezi inazindikwa jezi siku ya 7 ndio unaenda kuchezea mpira. Usingefanya hivyo vitu. Fanya duniani, lakini elewa siku moja utalia na kusaga meno. Acha dunia ikusifu sana leo, lakini kuzimu inakusubiri kwa hasira. Shetani anakudanganya leo, lakini siku ile atakucheka
Siku ile atakuzomea kwamba huna akili, ulinikataa, ulisema unampenda Mungu wako, lakini ulinipenda, ulizifuata njia zangu. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa siku ile, kama neno linavyosema, itakuwa ni kulia na kusaga meno. Kwa hiyo Zaburi ya 84 mstari inasema heri yake mtu yule ambaye nguvu zake zatoka kwa Bwana. Zaburi ya 84 mstari ule wa 4 na wa 5 anasema heri, mstari wa 5, heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Kwa kama unacheza mpira kwa kipawa chako, haukufanya ushirikina, basi una heri wewe. Ikiwa mpira asili yake sio kuzimu. Naomba nikusikiliza somo hili hata mwisho, na tuko part 1, lakini tutaendelea part kadhaa. Tutafunua mengi sana kuhusu mpira, ikiwa ulikuwa hujui au ulikuwa unajua, na pia tutakaribisha kwenye comments. Yamkini unao ushuhuda, pengine utasikiliza ujumbe, unaweza ukasikiliza kwa sehemu, lakini unao ushuhuda kwa undani kuhusu mpira. Kokote uliko, tutawasiliana na wewe tupate kupata huo ushuhuda, ili wasikilizaji wetu wapate kupata kitu kilichokamilika na chenye ushuhuda, mtu ambaye amepita na amefanya hayo mambo, ili wale akina Tomaso waamini kwa ushuhuda wa vinywa vya watu wawili au watatu. Sehemu ya kwanza, kwa nini mpira utapeleka watu jehanamu? Ni hivi, leo hii shetani ameingia kwenye mpira na amewekeza kwenye mpira, na yeye ndiye ambaye ana operate mpira dunia nzima, haijalishi ligi. Ndio maana kama ni ushirikina kwenye mpira upo kuanzia ligi za mchangani mpaka kombe la dunia. Nafikiri tukiongea hivi, wale hata katika taifa lako au zoni ambayo unaishi, unaweza ukaona, fuatilia mambo ya mpira, utaona kwa kiasi kikubwa kinachofanyika huko ni mambo ambayo yako kinyume kabisa na Mungu. Lakini leo katika somo letu tuangalie namna gani mpira, sehemu ya kwanza tutadokezana tu kidogo kwamba mpira, shetani ameweka mapepo yanayosimamia kila idara, na wakiwa kule wanaweza wakachukua jina la Mungu mpira. Yaani mpira unainuliwa sana mioyoni mwa watu, halafu nafika mahali unachukua nafasi ya kwanza kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo unageuka kuwa ibada ya sanamu, au tunatumia lugha rahisi kuita mpira sasa ndio mungu wa dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ya Biblia anataka hivi, Mungu achukue nafasi ya kwanza kwenye maisha ya mwanadamu, halafu vitu vingine vyote vianze kuchukua nafasi ya pili, ya tatu na ya nne, vingine viwe havifanyi kuwa ziada. Lakini sasa kilichofanyika, kuzimu walipoona dunia wanapenda mpira, basi wakahamasisha, wakauvuvia, wakaingia kwenye mpira, wakaachilia mapepo mengi kwenye mpira, wakafanya ushirika na makampuni yanayosimamia mpira, wakafanya ushirika na wachezaji na timu mbalimbali. Kwa hiyo mapepo sasa ndio yanayoshikilia mpira. Kwa hiyo mpira umevuviwa mioyoni mwa wanadamu, kiasi kwamba mioyo ya wanadamu imeshikamana na mpira sasa hivi kuliko hata ibada. Ikiwa kuna mechi, kwa mfano mimi niko Tanzania, ikiwa kuna mechi kati ya, labda nitolee mfano, labda ni Simba na Yanga, au Simba anacheza sui na timu ya nje ya nchi, au ni Yanga au ni timu yoyote, kinachofanyika ikiwa imetokea mechi siku ya ibada, basi wako watu ambao wataacha ibada na watakwenda kuangalia mpira. Lakini ikiwa ni mechi, siku moja niwewe kutoa ushuhuda katika masomo yaliyotangulia, nimeamka wakati wa maombi ya usiku wa saa 9 kuelekea saa 9. Sasa nimepumzika sekunde chache, nikasikia makelele karibia mji mzima. Sasa baada ya sekunde ndio wale sasa nikagundua ni mpira. Lakini sasa nikaangalia muda, ni saa 8 inaelekea saa 9. Kalikumbe wao na wadamu, jinsi shetani alivyoweza kuwahamasisha. Mikesha haina watu. Mkifungua kanisa mahali watu wanaandamana, wanaenda kwenye serikali, wanasema makelele, hawataki. Lakini baa zinaendelea kuenea. Kumbi za disco zinaendelea kusambaa kila mahali. Na ukiwa ni mpira unachezwa usiku wa manane, watu wanaamka kuangalia mpira.
Lakini hakuna anayeamka kusema usiku kuna mchungaji anahubiri, niamke nisikilize mafundisho. Sijui kama wapo, siwezi nikasema wapo. Yamkini katikati ya waovu kuna mabaki Mungu anabakiza, lakini asilimia kubwa hakuna. Kwa ikiwa utaacha ibada, na hapa naomba nizungumze na Wakristo wanaojidanganya kwamba wameokoka. Ikiwa unajidanganya umeokoka, halafu ni mshabiki wa mpira, huu mpira unaochezwa zama hizi za miaka hii ambao shetani amekishikilia mpira 98%, mbingu ni utaifanya kuisikia. Au ni mchezaji leo hii ninacheza timu fulani, uwezekano wa kuingia mbinguni ni mdogo. Kwa nini? Endelea kusikiliza somo hili, kwa sababu kama ni mchezaji umewahi kucheza, nafikiri ni kuombe. Kama umewahi kukutana na ushirikina kwenye mpira, basi tupitie comments, tupeane mawasiliano. Tunahitaji utakuwa umetusaidia sana utakapoushuhudia ulimwengu kwamba mambo haya ni kweli yanafanyika kwenye mpira. Maana wengi wanaangalia tu vile mechi, wanaangalia kwenye screen, wanafikiri maandalizi yanafanyika vile tu, na watu wanafika wanacheza wamemaliza. Hapana, maandalizi yanafanyika mambo ya mengi sana nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia yanafanyika mambo mengi sana, ambayo yale yanafanyika nyuma ya pazia ndio haya ambayo tunazungumza leo, yanayosababisha watu kwenda jehanamu ya moto. Lakini leo tuna mfano mwingine. Wako vijana wanaendesha pikipiki, ukienda kuwashuhudia wanakwambia, sikiliza mchungaji, sisi tuna pikipiki za mikataba, hatuna muda wa ibada. Tazama ibada zenu mnatumia muda mrefu, saa 2 hadi saa 3 hatuwezi, tutakosa wateja, tutanyang'anywa pikipiki kwa kuwa ni za mikataba. Lakini tuwe mashahidi, mechi ikichezwa hiyo siku, kuna mechi zimefululiza hata kama ni 3, utaona kwenye vibanda umiza pikipiki zaidi ya kadhaa zimepaki, na hautasikia mtu kulalamika kwamba ana pikipiki ya mkataba. Sio kitu kingine. Ni wanadamu hatujui ya kwamba shetani anatuteka kupitia vitu, tena vile vitu ambavyo vinaonekana vya kupendeza sana machoni petu. Katika masomo yaliyotangulia kusema, ukiona jambo lolote dunia nzima wanalisherekea, dunia nzima wanaenda nalo mbio, wewe ikiwa ni Mkristo unataka kwenda mbinguni, toka kwenye hiyo njia. Kwa sababu leo hii yanayofurahisha ulimwengu, ujue shetani yuko ndani yake. Leo hii watu waanze mahali wanaimba nyimbo za sifa, niona kwenye screen mtu mmoja yule haimbi nyimbo za sifa, anakatika mauno, ndio unaona watu wanashangaa. Lakini wale wanaohubiri katikati ya miji anaimba nyimbo za sifa, huoni watu kumsogelea. Lakini akabadilisha aweke CD za singeli, watu watajaa. Kwa nini? Kwa sababu dunia, Yesu alisema amekuja dunia, nuru imekuja duniani, lakini dunia inapenda giza kuliko nuru. Kwa hiyo ukiona jambo lolote watu wanaling'ang'ania, dunia nzima, vijana, wazee na watoto wanaenda nalo mbio, wewe Mkristo unaitamani mbingu, naomba nikushauri, jambo la kwanza, funga breki, achana na hilo jambo, kwa sababu liko na ushetani ndani yake. Hata kwa habari hao watumishi ambao ni wahubiri, kwa mfano katika miji fulani walikuwa na watumishi wa kweli wa Mungu wanahubiri, mtaona watu wanaenda ni wachache sana. Lakini aje nabii wa uongo, watu watatoka mikoa mwingine, mikoa 4, wanaenda kugombania kununua mafuta, mpaka wengine wanafia hapo. Usifikiri ni neno la Mungu, hapana. Kuzimu inapoona huyu mtu anafanya kazi yetu, wanamfungulia milango kiurahisi, watu wataambizana wenyewe. Makahaba wengine niliwahi kushiriki katika miji fulani, sio watu wa imani hata kidogo, ila ni watu wanaofanya biashara za ukahaba na nini, wanaenda kununua mafuta kwa ajili ya mng'ao, wanasema nyota ing'ae, lakini haendi kwa ajili ya kutafuta neno la uzima. Ndio kazi ya manabii wa uongo. Tena mmoja akasema, tena yule mimi nampenda, hakuambii badili dini yako, mwambie wewe endelea tu na dini yako, lakini anahamasisha ununue nani zake kwa ajili ya kuendesha huduma. Ndio kazi ya shetani. Lakini mtumishi wa Mungu yeyote lazima akuongoze katika injili ya kweli, akuambie nini unapaswa kufanya ili uweze kuingia mbinguni. Achana yule ambaye anakupa vitu vyake ununua, unamtajirisha yeye, tena anakuibia na nyota yako, unabaki masikini. Angalia wote wanaopenda kununua mafuta, sio maji ya nani, sio ya nani, sio nabii, sio mtume na nani, maisha yao kawaangalie, bado ni watu ambao wanahitaji msaada. Pengine hali yao utaikuta mbaya kuliko hata kabla ya kuanza kutumia mafuta. Kwa nini? Kwa sababu wameibiwa nyota zao, wameibiwa baraka zao, wameibiwa hata nguvu ya imani. Sasa hivi hawezi kuomba, wanategemea mafuta kama waganga wa kienyeji. Wameshakuwa washirikina na wamepatwa na laana. Kasome Isaya ile 3:17 na 17:3, nasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu.
Ndio kusudi la kuzimu, kuwaleta manabii wauze mafuta, wauze maji ya upako, ili wajinga wanunue, wapokonywe ile mamlaka ya imani, ili waanze kuishi kwa kuwategemea hao watu, mwisho wa siku waende jehanamu ya moto. Ndivyo hivyo ilivyo, hata kwenye mpira ni hivyo. Kwa hiyo watu wanaanza kufanya mambo ya ajabu kwenye mpira. Mpira umechukua sehemu ya kwanza maisha ya mwanadamu. Yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya mpira. Tulikuwa na ndugu mmoja ibadani, kulikuwa na jambo ambalo kila mmoja alitokea wajitoe. Hakuweza kujitoa hata kwa senti, lakini bahati nzuri alikuwa ni mshabiki wa mechi. Tulipotoka tukwenda kwenye timu inahitaji maji, na alidhamini kila kitu, vitu vinaweza vikafika hata 200,000, lakini alishindwa kutoa 5,000 kwa ajili ya huduma itendeke katikati ya madhabahu. Ndivyo hivyo shetani anavyofanya operation zake. Ndio maana mtu anayefanya mambo yake, kio mtu anataka kujenga tu kasino, alikuchukua makahaba hapo mjini, na wale mabinti mabikira safi ambao waliishi maisha ya utaua waanzie kujifunzia dhambi humo. Shetani anafungua milango, hapigani na yeye. Kila mradi atakaoanzisha unamuongezea pesa za kutosha, atafanikiwa kujenga kasino, lakini sio watu kujenga jengo la ibada. Nilikuwa naongea na ndugu mmoja, nasema hata machimbo ni hivyo hivyo. Mtu akisema naenda kuchimba, nikipata madini nikiuza, nitaezeka nyumba yangu, nitasomesha mtoto. Wengi anasema wanaenda wanakaa hata mwaka, mwisho wa siku wanaagiza hata nauli kutoka nyumbani. Lakini yule anaenda kuchimba, akipata hela anaenda kufanya ufuska na malaya mjini, anaenda kulewa vibaya, anachukua bia, anasafishia magari, anasema akimaliza hela akirudi mgodini anaondoka na pesa. Anarudi amesha mgodi umetema, anarudi tena kuishi maisha yale. Ndivyo jinsi shetani alivyo. Usikafikiri ni maisha ya kawaida, usifikiri ni mimi mwenyewe, hapana, ni kuzimu imejiingiza kwenye mpira, imenadi mpira. Shetani anapamba vitu vyake, halafu vitu vya Mungu anavifanya kuwa duni, anafanya vionekane havifai, vionekane vya kizee. Katika kila fani amefanya hivyo vitu. Kwa hiyo hapa nafasi ya kwanza, kwa nini watu wataenda jehanamu? Kwa sababu wameutukuza mpira kuliko ibada. Na wako watu wengi sana wataenda jehanamu kwa kosa hilo. Bwana anataka na moyo wako umpe yeye nafasi ya kwanza, vitu vingine vyote viwe ziada. Mimi binafsi nikifika na mpira, wanasema sio anacheza nani na nani, nikija kwako labda nikute unaangalia mpira na mimi nitakuwepo hapo, lakini sio nyumbani kwangu kwamba ninao muda mimi nikeshe sio niangalie mpira, sio niamke nikatazama mpira nyumba ya tatu. Hapana, kwa sababu ninafahamu kinachoendelea nyuma ya pazia. Nilikuwa mshabiki, nilikuwa mpenzi sana wa mpira, lakini majira na nyakati Bwana aliponifunulia, nikaona nikakubali kabisa kuacha mpira. Wale niliokuwa nao, wale ambao tulikuwa wote tunacheza, nilitoa ushuhuda wakati fulani tunasoma, tulikuwa kwenye dini, tulikuwa tunacheza mpira hadi wakati mwingine mpaka usiku wa manane kukiwa na mbalamwezi. Lakini ndivyo hivyo jinsi ilivyo. Lakini Bwana aliponifunulia, nikaachana na nikamuomba kabisa aniondolee shauku ya mpira. Na hiyo sio mshabiki wa mpira, kwa sababu ninafahamu nikimshabikia mtu anayefunga goli akatoa ishara akamsalimu baba yake, anajitambulisha. Mimi kufumba jicho moja, maana yake anajitambulisha kwamba yeye ni mwana wa Ibilisi. Kwa hiyo lazima utambue mwanadamu, hata wanaocheza muziki, ishara nyingi wanazozitoa wanatambulisha yeye ni mwanachama wa chama gani cha kuzimu. Kwa lazima uwe na akili ukimshangilia, maana yake na wewe unaingizwa kwenye upande wake. Kwa hiyo wewe ambaye umeutukuza mpira moyoni mwako, elewa Bwana na wivu, na mpira umegeuka kuwa Mungu kwako, hautaingia mbinguni. Usifikiri mbinguni kuingia ni rahisi. Mungu atapima maisha yetu, tulivyothamini mambo yake, tulivyothamini mambo yetu, halafu vile tulivyohangaikia mambo ya Ibilisi. Mambo haya ya shetani yanatunajisi. Mpira nikukaribisha sana katika part 2. Tutaanza kuzungumza baadhi ya mambo yanayopatikana kwenye mpira ambayo hata wewe mshabiki yatakuzuia usiingie mbinguni. Kwa hiyo naomba usubscribe channel yetu na nikukaribishe katika part 2. Tunatamani video zetu zisiwe zinazidi nusu saa. Ni maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwamba hata muda pia na busy pia, ikiwa ni video fupi na kwa rahisi mtu kuisikiliza, kwa ni vizuri ikawa ni part 1 hata kama ni part 4, lakini ziwe fupi kwa ajili ya wepesi wa mtu pia kukumbuka kile ambacho anajifunza katika part 1 na kuendelea. Kwa niseme sehemu ya kwanza tumalize hivyo kwamba wengi wataenda jehanamu kwa sababu moja tu. Bwana aliagiza kwamba tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza. Kwa hiyo kwanza ni ufalme wa mbinguni. Ikiwa siku kuna mechi, kuna ibada, ukaacha ibada kwa ajili ya mechi,
hautaingia mbinguni. Ikiwa mko watu wawili kwenye nyumba, mmoja ni Mkristo, mmoja ni Mkristo wa bandia, kwamba yule Mkristo wa dini tu, yeye ikiwepo ibadani kwenda au kutokwenda ni sawa, halafu kuna kimvua kinanyesha, au hata kama ni mvua inanyesha, huyu wa kwanza kwenda kwenye mpira akachukua hata mwamvuli akafanya jitihada, au akachukua hata koti, au akakubali kuloa na kufika kwenye kibanda umiza akaangalia mpira, halafu wa pili akaacha ibada akasema mimi siendi ibadani kwa sababu mvua inanyesha, huyo Mkristo naye ameikosa mbingu, kwa sababu Bwana atahukumu pia kwa kufananisha. Angalia hao watu, kama walivyosema, watu wa dunia wana akili sana katika mambo yao wenyewe, lakini wana wa ufalme wa mbinguni hatuna bidii, hatuna akili katika mambo ya ufalme wa mbinguni. Lakini mtu ni huyo huyo tena, anaweza kama ni wewe peke yako, siku kijimvua kinanyesha hautaenda ibadani, lakini mvua kama ile ile inyeshe, alafu unatakiwa kwenda kwenye mpira, utajitosa kwa vyovyote utakavyoweza ukaangalia mpira, basi utakapokufa hautaingia mbinguni. Nisikudanganye, mbingu sio za wazembe. Kama mtu mmoja anasema mbingu sio za wazembe. Usije ukafikiri kwamba unajiamlia tu kwenda ibadani au nisiende, halafu mbingu kaingia kirahisi rahisi. Hapana, Bwana atahukumu kwa kupima vile tulivyofanya bidii katika mambo yetu na vile tulivyofanya uzembe katika mambo yake. Maana imeandikwa, amelaaniwa mtu yule anayefanya kazi ya Bwana kwa mkono wa ulegevu. Ikiwa mambo yako, ikiwa mpira ulifanya bidii, ulikubali kuloa ukaangalia mpira, lakini ukaogopa mvua, utafikiri wewe ni katope, kwamba umetengenezwa kwa udongo, ukisema matone ya mvua yakikudondokea unakwisha, unapukutika kama mkate usioiva, basi elewa kwamba hautaingia katika ule mji mtakatifu wa mbinguni. Elewa Yesu alitoa machozi kwa ajili ya ukombozi. Yesu alimwaga damu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo sio rahisi kama unavyofikiri kuingia mbinguni. Hata ruhusu wazembe waingie mbinguni kizembe, haitawezekana. Kwa hiyo naomba nikusihi, badilisha mtazamo. Wewe Mkristo unayesema umeokoka, achana na mpira. Shetani amewekeza kwenye mpira 98%. Achana na mpira kabisa. Ikiwa hauwezi, ingia hata kwenye maombi, futa kabisa ile shauku ya mpira. Mwambie Yesu, Roho Mtakatifu niondolee shauku ya mpira kabisa kabisa. Nisiwe mshabiki hata kama ni mchezaji. Yesu alisema mtu haishi kwa mkate tu, bali katika kila neno. Kwa lugha nyingine tunasema hautaishi kwa biashara moja tu. Una uwezo wa kuacha biashara mbaya na Roho Mtakatifu akakupa akili na maarifa, ukabuni biashara nyingine ikakuwezesha kuishi. Sio lazima ucheze mpira, kwa kuwa mpira unaweza kukukosesha kuingia mbinguni. Kwa hiyo nizidi kukusihi sana Mkristo, na sasa wale wenzangu na mimi walioacha dunia na baadhi ya mambo, lakini bado ukawa mshabiki wa mpira, naomba nikukaribisha sana katika part 2 na muendelezo wa masomo hadi part 4 kadiri Bwana atakavyotuongoza, ili upate kujua nini ambavyo unatakiwa kufanya kwa habari ya mpira. Lakini usiende mbinguni, usiende jehanamu kwa uzembe. Kama umeacha anasa nyingine, umeacha ulevi, umeacha uzinzi, ukajidhibiti katika mambo mengi ya dunia, ya shetani ya dunia hii, basi usikubali kwenda jehanamu kisa mpira. Tena mpira huu unachezwa Ulaya, wewe uko Afrika, hata mia upate maskini. Kupitia mambo ya uovu yanayofanyika kupitia mpira uende jehanamu, utakuwa umekosa maarifa, utakuwa umeenda jehanamu kwa kukosa maarifa kabisa. Ni vizuri ukatii neno la Mungu, ni vizuri ukasikiliza maarifa ili usiangamie, usiwe kama mtu mpumbavu ambaye huamini kila neno, bali mwerevu usikiliza naye upambanua kila jambo, naye huenda sawa sawa neno la Mungu wake. Kwa hiyo jambo la kwanza, elewa. Naomba nikukaribishe, pengine una ushuhuda kuhusu mpira au ushuhuda mwingine wote unaweza kubadilisha maisha ya wokovu ya wanadamu. Tunakukaribisha sana popote ulipo, tutawasiliana na wewe, tutafika mahali ulipo, au tutawasiliana namna ambavyo tunaweza tukakufikia, halafu tuweze kupata ushuhuda. Maana tunatamani somo letu kama vile TV tulivyo ni injili na ushuhuda. Kwa hiyo tunakukaribisha, kama unao ushuhuda unaobadilisha maisha ya watu, ungane nasi na utakuwa umehubiri pamoja nasi kwa njia hiyo, kwa sababu sio lazima tunahubiri kwa namna tofauti. Mwingine inawezekana kwa ushuhuda wako maelfu ya watu watabadilika tayari kwa kumuingizia Yesu Kristo roho moja iko taji kwa ajili yako. Bwana kubariki, Bwana kuinue. Elewa jambo hili ya kwamba kwa sasa mambo yamebadilika. Mpira uko mikononi mwa Ibilisi. 98% ni watu ambao ni mashabiki wa mpira leo hii watakwenda jehanamu ya moto. Kwa hiyo jiepushe, usije ukaenda kuzimu kwa kosa la kuangalia mpira.
Bwana akupe hekima. Ikiwa wewe ni mshabiki wa mpira damu, kuanzia sasa ninakusihi, nami ninamuomba Roho Mtakatifu aondoe shauku ya dhambi ndani ya moyo wako. Shalom shalom. Karibu part 2 ya mwendelezo wa somo letu. Naitwa Mwalimu Chris Deogratias. Karibu.